Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na wananchi Young Africans, ambapo taarifa ni kuhusiana na mchezo wa hapa, nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara ambao unakwenda kuwakutanisha miamba ya soka katika mzunguko wa pili, ambapo taarifa imekuwa ni kubwa. Unafahamu ya kwamba mchezo huo ni mkubwa kweli kweli, ambapo malalamiko yamekuwa ni mengi juu ya mchezo huo, ambapo ulipopelekwa wakasema ya kwamba haujastahili kupelekwa katika mazingira kama yale kutokana na wingi wa mashabiki na namna ambavyo kiwanja kilivyo, ambavyo wengi wanatarajia kwamba uwanja huo utashindwa kuweza kujaza ama kuwapa nafasi mashabiki katika mtanange huo. Sasa TFF pamoja na bodi ya ligi wameweza kutangaza mabadiliko kuhusiana na ratiba hiyo ya mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo utakwenda kujua kila kitu kimekuaje, mambo yamefikia vipi, uwanja wanakwenda kucheza wapi. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo mimi nimekusogezea wakati huu. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kuna katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na Young Africans, wenyewe wanasemaje katika vikosi vyao juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye michezo yao. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu laandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi hiko. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na Young Africans ambazo zinatarajia kwenda kucheza mchezo wao wa ligi kuu ya Tanzania bara katika mzunguko wa pili itakuwa ni Mei 3, ambapo awali matarajio ya mashabiki wengi walitarajia pengine mchezo huo ungepelekwa kwenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, uwanja ukajaa watu full house, mambo yakawa ni mazuri kwa upande huo. Lakini taarifa ambayo iliyotolewa pengine ndiyo sababu ambayo imefanya kuleta maneno mengi na kauli zito ambazo zinazoendelea kutolewa, ambapo bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara TPLB ilitangaza mabadiliko ya uwanja wa mchezo namba 169 wa ligi kuu ya NBC 2025-26 kati ya klabu ya Simba na Young Africans maarufu kama Kariakoo Derby. Mchezo huo ambao hapo awali ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa sasa utachezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo mkoani Dar es Salaam Mei 3, 2026 kuanzia saa 12 jioni. Kwa sababu za mabadiliko hayo ni uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa kwenye matengenezo. Klabu za Simba na Yanga pamoja na wadau wengine wa ligi kuu ya NBC wamepatiwa taarifa zote kuhusiana na mabadiliko ya uwanja. Mchezo huo na maandalizi yake yanaanza mara moja tu ili kuhakikisha unafanyika katika kiwango cha juu kinachoendana na hadhi ya mchezo mikubwa ya ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara inatokea maandalizi mema wadau wote wa mchezo. Unaona bana, ikiweza kusema kwamba mchezo unakwenda kupigwa pale Meja Jenerali Samuyo. Sasa anaibuka Haji Sunday Manara, anakuja na lawama za kwa Simba Sport Club. Unaona bana, kipindi kile nilijenga hoja nzuri tu ya kuomba dabi ambayo klabu yangu ilikuwa mwenyeji ichezwe Dar ili kuendelea kuipa hadhi yake mechi ya Yanga na Simba. Matokeo yake nikajibiwa kihuni bila hata hoja zenye mashiko, na wakatumwa hadi machawa kunitusi.
Imagine leo hawa jamaa zetu wameamua kupeleka mechi kwenye uwanja huu, na upenda sana uwanja huu wenye pichi nzuri, lakini ni mdogo sana kwa dabi hii kubwa Afrika. Najua sasa hivi watadai Benjamin Mkapa imefungwa, ila kwangu mimi hiki kisasi cha hovyo, naiona bidhaa tamu ya dabi kubwa Afrika Mashariki na Kati inaenda kupotea. Unaona bana, akisema ya kwamba dabi kwa sasa ndio inafikia kikomo kabisa, huku akiendelea akisema ya kwamba imagine tushafika huku ambapo dabi yetu ilikuwa ni ya 3 Afrika kwa ukubwa, ikatanguliwa na zile za Misri na Morocco, huku mshindani wetu akiwa South Africa kwenye dabi ya Soweto. Bidhaa ilishauzika kisawasawa, na wana Afrika Mashariki walikuwa wakija kushuhudia mtanange huu. Sio marais tu, hata viongozi wa CAF na FIFA walishatambua hii game na ukubwa wake. Hadhi ya dabi inaelekea kwenye umauti, na soon tutaizika tusipochukua hatua za kulinda marketing yake. Inatambulisha nchi kimchezo na ilikuwa best product kwenye football ya Kiafrika. Sikatai hii game kusambaa viwanja vingine, lakini tusisahau hii ni bidhaa adhimu na ifike mahali tuiuze sehemu sahihi, tuitangaze na kuiuza, kisha tuilinde kwa wivu mkubwa. Wote tulikosea na tunaendelea kukosea kwa kuzingatia mambo ya kitoto na uchale champion. Jana Amani, kesho Isamuyo na Soni Nchichimbi, na baadaye si ajabu ikapigwa Kinyantuzu huko. Nimeandika kwa hisia kidogo cause najua gharama za kuibrandi walizofanya wakubwa zetu, na sie tukajitahidi kidogo tujisahihishe, hatujachelewa sana. La sivyo tukiacha wenyeji ndio waendelee kuchagua uwanja, tutaendelea kuua hiki kipute. Kuanzia msimu ujao, bodi ya ligi ikiona hii hali inaendelea, wao waamue pa kupeleka hii mechi. Ushauri tu, na sijui kama mnajua Yanga na Simba nchi hii ni maarufu kupitia product ile. Unaona bana, akiweza kuweka wazi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Lakini mchambuzi Farhan Kiam yeye amekuja na kuweza kuzungumza kwa hoja zake, akisema kwamba hizi hoja kwamba dabi itakufa kwa sababu gani, haichezwi kwa Mkapa, zinatoka wapi tena? Dabi iliwahi kupelekwa Amani Zanzibar na mechi ilipigwa vizuri tu. Dabi imewahi kupigwa Mwanza na Ndiki ikakanyagwa tu, na dabi imewahi kupigwa Kigoma na gozi la mnyama likatembea sana tu. Kuna dhana tunapaswa kuiondoa. Hii sio dabi ya Kariakoo pekee, bali ndio mechi kubwa zaidi ukanda wa Sekafa. Hivyo popote pale itapigwa tu. Tena kwa hoja za kibiashara, natamani hata Yanga next time waipeleke hata Tabora na Simba waipeleke hata Bukoba. Hapa kwenye wenyewe wameshaanza kuichukulia poa. Inahitaji sana maeneo mapya, na tamani hata siku moja ikapigwe Rwanda, Kenya ama Uganda kusaka masoko mapya kibiashara. Hata dabi kubwa duniani siku hizi zinahamishwa mpaka nchi, ni kawaida sana. Dabi haiwezi kufa kisa haipigwi kwa Mkapa, kwa maana dabi ilikuwepo kabla hata uwanja huo haujajengwa. Kila mmoja akaribie 886 kikosi cha jeshi Mbweni. Tukitoka hapo mwelekeo ni Ndege Bichi, na before unaweza kufika kuweza kuangalia dabi hiyo, akiweza kufunguka na akielezea hivyo. Bana, wewe maoni yako ni yapi juu ya hili swala la mechi ya dabi kupigwa kwa Mkapa na sio mahala pengine? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau subscribe na kubonyeza